Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa inayokuja kwako na Pastor Miamba, na ninaenda kusoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 62 na ule mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao. Sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao. Wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi, lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Sasa tunaona maandiko yanaeleza hapa kwamba Mungu anaapa kwa uweza wa nguvu zake, anaapa. Lakini kwa kuapa kwake analieleza tatizo ya kwamba inawezekana kabisa nafaka yako ikaliwa na adui. Inawezekana kabisa divai yako ikanywewa na adui. Maana yake ni nini? Kuna namna unaweza ukawa unafanya kazi, unajituma, lakini ukawa hauna utofauti na ambaye hana kazi. Kwa sababu ambaye hana kazi haingizi chochote, hivyo hana hela. Na wewe mwenye kazi au mwenye biashara unaingiza fedha, lakini inaliwa na adui. Kwa hiyo ukijumlisha hapa unakuta tofauti ya wewe ambaye una kazi na wewe ambaye hauna kazi, tofauti yake tu ni kwamba mwingine hela haijapita kabisa, mwingine imepita lakini imeondoka. Lakini wale wote wale hawana hela ama hawafurahii kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo itakuja kwa dalili mbalimbali. Utaona mfano fedha zako nyingi unavyozipata zinaenda kufix matatizo, zinaenda kutatua matatizo, ujue ni dalili ya nafaka yako kuliwa na adui. Unajikuta wakati wa fedha inakuja ndio wakati wa kodi, ujue tu kwamba fedha yako inaliwa na adui. Ukiona ya kwamba wakati wa fedha imekuja ndio changamoto zinatokea, ujue fedha yako inaliwa na adui. Lakini unakuta kuna wale wengine wafanya biashara, unakuta wewe unapata 100,000, lakini anayefanya biashara na wewe ama anayekusaidia kufanya kazi anachukua zaidi ya 200,000. Wewe mwenye mali unapata 100,000, mwenye anafanya kazi na wewe kwako anaiba mpaka anapata 200,000. Ujue hapo nafaka yako inaliwa na adui. Kwa kuna mazingira mengi sana ambayo unaweza kujikuta nafaka yako inaliwa na adui. Kila unachokipata kinapitiliza, ujue nafaka yako inaliwa na adui. Lakini anasema hivi, Mungu katika kuapa kwake anaahidi ya kwamba walioivuna nafaka ndio watakaoila, na ili wamhimidi Bwana, lakini pia watakaoinywa. Waliochuma zabibu zao ndio watakaoinywa ile divai yao. Nini maana yake? Kwa sababu huo ndio mbaraka wa kwamba ufanye kazi, upate fedha, uziweke, uzitumie, zingine zibaki zikae kwenye akaunti. Ufanye kazi yako, upate ajira yako, upate mshahara wako, uutumie. Ukishaona tu mshahara tarehe 5, 6 umeshaisha, ujue kuna namna adui anakula nafaka yako. Lakini kuna uwezekano wa mshahara ukaja ukautumia na ukafika mwisho na ukahifadhi. Kuna mtu mmoja alinishangaza sana, analipwa mshahara mdogo sana, lakini anafanya mambo makubwa. Nikauliza, ina maana unategemea kwenye mshahara huu? Akasema nategemea kwenye huu. Mimi ukija na uweka, nikitoa shilingi 10,000 na nipeleka siku ngapi, akanipigia hesabu yake pale, mpaka nikaona huyu kuna usalama katika mfumo wake. Lakini unaweza kaa uko kwenye kazi nzuri, lakini mifumo yako haina usalama. Unaweza kaa kwenye biashara nzuri, lakini mifumo yako hauna usalama. Maana yake nini? Unakuta unachokipata kinaenda kuliwa na adui, unachokivuna kinaenda kuliwa na adui. Ni ukweli una biashara nzuri, lakini kuna namna usiposhughulika adui anaweza akawa nakula pasipo kujua. Ni ukweli una kazi nzuri, usipokaa sawa unaweza kukuta adui anakula pasipo kujua.
Sasa kuna kujua na kutokujua. Unapojua ni afadhali, lakini kuna mbaya zaidi ya yule mtu ambaye hajui. Nataka niombe ibada hii ya wakati ulioamriwa. Mahali nafaka yako inaliwa, ninaenda kuomba na Bwana anaenda kuingilia kati. Hiyo nafaka yako haitaliwa na adui tena. Mahali divai yako haitanywewa na adui tena. Utavuna, utakula, utahifadhi. Utafanya kazi, utapata mshahara, utakula, utahifadhi. Utasomesha watoto, kila kitu kitaenda hivyo hivyo. Sawa sawa na vile ambavyo Mungu amekusudia ndani yako. Kinyume na ile hali ya mtu kuvuna lakini bado ana struggle. Unakuta kodi anapata shida, ada anapata shida, kila kitu ni shida. Lakini unavuna, lakini ni mwajiriwa, lakini unavuna unapata mshahara, lakini mfanya biashara mzuri, lakini unafanya biashara na unapata faida. Haijalishi unapata faida, lakini kuna namna ambapo kama faida yako inaliwa na adui, basi lazima maombi haya ya kuhusu wewe leo. Kama mshahara wako unaliwa na adui, angalia tu, lazima maombi haya ya kuhusu wewe. Kuna ile hali unajua, lakini kuna hali ya kutokujua. Nataka twende mbele za Bwana, tufunge hiyo milango ya adui anayekula nafaka. Ni maombi ya wakati ulioamriwa. Kuna mtu anakombolewa wakati huu. Kuna mtu anafunguliwa wakati huu. Kuna mtu nafaka zake zinakuwa salama wakati huu. Kuna mtu anaponywa wakati huu. Nataka twende mbele za Bwana tukaombe kwa ajili ya ukombozi wa nafaka yako haitaliwa na adui. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, nakushukuru sana kwa rehema nyingi na neema zako, mfalme wa amani. Baba, ninaomba kwa ajili ya ndugu anayenisikia wakati huu, ambao ni ibada ya wakati ulioamriwa. Yamkini nafaka yako inaliwa na adui, yamkini nafaka yako inachumwa na kufaidisha wengine, yamkini unafanya kazi lakini mshahara wako unaliwa na wengine, yamkini unafanya biashara lakini faida wanaipata kubwa wengine pasipo kujua. Wewe unahangaika lakini upati, wewe unahangaika unapata kinaliwa. Na kemea kwa jina la Yesu, ninafunga milango yote ya adui, ninaifunga kwa jina la Yesu. Milango yote ya adui inayoiba nafaka yako, ninaifunga wakati huu. Nafaka yako haitaliwa na adui tena. Divai yako haitonywewa na adui tena. Unachokipata utakila wewe na familia yako. Unachokipata utakila wewe na nyumba yako. Adui hatapata nafasi kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali chako. Sifa na heshima ni zako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Wakati nayafanya haya maombi, nimekumbuka vile ambavyo Mungu aliniongoza katika kumhudumia mtu mmoja ambaye ana business yake, lakini kuna mtu katikati hapa. Yani kama wewe unapata 100,000, alafu kuna mtu katikati hapa, kila kitu ni cha kwako, yeye anapata 400,000. Yani kwenye kila 100,000 yako yeye anapata 400,000. Ni adui. Ni adui. Na huyu mtu alikuwa hajulikani. Yani amekaa tu, aliunganisha mara moja tu. Alipounganisha wale watu, mikataba ya unganiko lile, yeye katikati hapa. Kwenye kila 100,000 ambao wewe ndio unaifanyia kazi, wewe ndio mwenye mali, wewe ndio unapambana. Yani utakapolipwa 100,000 wewe, yeye ameshalipwa 400,000. Sasa baada ya kufanya haya maombi, vitu vikafichuka. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unaweza kuona maombi haya sio ya kwako, lakini kumbe kuna vitu vimejificha ambavyo huvijui. Utashika sadaka yako njema sasa kwa Bwana. Utamwambia Mungu, mahali nafaka yangu inaliwa kwa kujua, ama nafaka yangu inaliwa pasipo kujua, naomba sadaka hii ipige kelele, na nafaka yangu kuanzia leo haitaliwa tena. Mungu wangu akubariki. Utaachilia sadaka yako hiyo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu abariki na uwe na wakati mwema. Amen.